and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. The devil knows I am a winner. I am a winner. I am a winner. The devil knows I am a winner. I am a winner. I am a winner. The devil knows I am a winner. I am a winner. I am a winner. The devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The favor of the Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. The Lord is upon me, and the devil knows I am a winner. 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 And the devil knows I am a winner. I am a winner. I am a winner. And the devil knows I am a winner. Oh, when Jesus says yes, nobody can say no. 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 Come on, somebody, put your hands together for Jesus. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Can you confess it as if you believe it? That no one will say no to your promotion, that no one will say no to your elevation, that no one will say no to your healing, no one will say no to your deliverance. If you believe, shout hallelujah! Oh, nobody can say no, 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 nobody can say no. I declare today, every opposition will release you to your position. I say every opposition will release you to your position. Whatever was opposing you will let you go. I say whatever was opposing you will let you go. I say whatever was opposing you will let you go. I say we'll let you go. I say we'll let you go. If you believe it, give your neighbor high five. Tell your neighbor, I'm moving on.
You know, sometimes I dance, sometimes I jump and tell myself another could be action. Usijipoteze heshima. Then I remember hiyo heshima sikukuaga nayo ni yeye ndio anaita. Hello. Help me. 10 to 5 people, give them high five and tell them, I may be down but not out. I may be down but not out. I may be down but not out. Move around, tell them I may be down but not out. Oh, come on. I may be down but not out. I say it again and I confess it. I may be down but not out. I may be down but not out. The Lord sent me to come and tell you that as long as you are still in the pitch, as long as you are still in the game, you may be down, but you are not out. He has a plan to bring you up. He has a plan to bring you up. He has a plan to bring you up. Somebody confess it, I'm down, but not out. Oh. The book of Micah 7, verse 8, I'm down, but not out. I'm down, but not out. I may be down, but not out. Micah 7 verse 8. The Bible says, if you have gotten, say amen. You amen. Look for it. Look for it. I'm waiting for you. Micah 7 8. Have you gotten it? The Bible says, rejoice not over me, all my enemies. When I fall, I shall rise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Amen. Speak to us in the next 2 minutes, our God, and transform our lives forever and ever in Jesus' name. As you sit down, say, I'm down but not out. Confess it well, I'm down but not out. Oh my goodness, the Lord sent me to come and tell someone that the fact that you are down, it doesn't mean you are out. You may be down, but He has a plan with you. He has a plan with your life. He is making something coming out of what is happening. Listen, people of God, the rule of the game, when we talk of football, you know I'm a fan. By the way, don't see me like this. I used to be a footballer. Yeah, this is a result of Mama Mchungaji wana kubariki. So, this is a result of that. But I used to be a footballer, a good one, number 9. So, the rules of football is that you play for 90 minutes. How many minutes? 90. And when you play for 90 minutes, you divide the 90 into 2. 45 and then 45. You can be in control of the game for the first 45 minutes, but you have not won yet. You may be the good players who are playing well for the 45 minutes, yet you have not won. It is until the final whistle, 90 minutes, then you can conclude. And sometimes a referee can decide to add some few minutes on the 90, and if you thought you have won, a game can be won in 1 second. Hello, look at your neighbor. The game is not yet over. Do not give up. It may appear like if the first 45 minutes of your life has been completely manipulated by your enemies, but there is another 45. I said, the Lord has given you another 45. And the reason why they put 15 minutes between the 45 and 45 is so that the coach may speak to his people and tell them, cheer up. Things may look the way they are looking, but cheer up. Things may be tough, but cheer up. Hello. For the first time I removed my shirt and running out, forgetting that I was not the one playing. It was in 1998.
when we were playing with Madagascar, Congo and Madagascar, and they won us 2 until the last minute. They were remaining like 2 minutes. And it was a quarter-final to qualify people at the final and at the semi-final. And from nowhere, as we were going down, in 2 minutes, we scored 4 goals. I ran out with my shirt. Yeah, people told me, hey, you have removed your shirt. Oh, sorry, I forgot. So, what made me forget myself is the fact that my hope was gone. And in less than few minutes, it was restored back. I came to tell somebody that as long as you are still alive, your game is not yet over. The Lord is about to transform someone's life and bring something good out of nothing. And so I was so excited. I was so much excited. Now, the last rule of the game that I'm about to give before I go now to my sermon is that when you fall down, if you're the best player, the coach has a tendency of pretending like if hautaumia so that you may not be taken out. Because as long as you are down but you are inside, you are still counted among the players. But if you get taken out and you see another one from nowhere entering, they count you out. So the coach has a tendency of giving you a room to wait at least a bit so that they may see if they can do something for you to stand up again. And if you are a goalkeeper, there are 5 minutes that they give you for free to be treated inside the pitch. Hello? I feel like somebody wants to become a goalkeeper, to be given 5 minutes. Listen and listen carefully. You are a goalkeeper because you are the one who has been keeping the post of your family. You are the one who has been keeping the post of your bloodline. You are the one who has been keeping the post of the ministry. You are the one who has been watching over everything around you. So the Lord will give you an allowance to be treated inside and not be taken out, so that you may keep on doing what you are supposed to do. Now let's go. Micah wrote and he said, do not rejoice over me, oh my enemies. Why? Because our enemies always have a tendency of rejoicing over us when we fall down. Our enemies always believe that when we go down, we are no longer coming up. Our enemies always believe that our downfall is all, and after that, we can no longer stand. I came to shock your enemies today that you will not only stand, but you will finish the race. I say you will not only stand, but you will finish the race. I say you will finish the race. Oh. The Lord sent me to tell somebody that we are at the time where we can no longer change you because the victory depends with you. We are at a time where we can no longer remove you because what we are looking for is on your head. If you are feeling like you want to quit, you have to understand that you can no longer quit because you are the carrier of the victory. If you are feeling like this is too heavy and I can no longer manage it, the Lord sent me to tell you, not today. You will stand up and you will finish it. Amen. I say you will stand up and you will finish it. I say you will stand up and you will finish it. In Brazil, Olympic, one time as they were running, a Kenyan athlete was running, going to finish. And as he was coming running, he was leading. Suddenly from nowhere, a man who pretended to be like a foolish man, who pretended to be like a foolish one, came running from nowhere, and he came and he started pursuing the athlete. So the athlete left the finishing line, he ran away.
And as he ran away, some kilometers before he reached the finishing line. And now what happened is that other people came and they went ahead of him. And as he ran away, the guy came and fell on him. He started fighting with him. The police came, they arrested the guy. And the media said, oh no, that is a foolish one. He's a fool, so we cannot judge him. But when they were asking the athlete, are you okay? He said, I will answer you later. He woke up. He joined the road. He joined the team. And he finished number 1. He finished number 1. When he finished, the police and the people came and the media, they asked him, are you okay? He said, no, I'm not okay. Aliniumiza hapa. Oh, ulikuwa na machungu? Akasema, yes, but I had to finish. I had to finish fast. He finished number 1. He brought a gold medal to Kenya. A golden medal. He brought it, yet he was interrupted while he was running. So I came to realize that we don't win because our journey was peaceful. We win because we were determined to win. We don't win because things were smooth. We win because we are carriers of victories. We are the race of people who don't fail. Oh. Look at another neighbor. My God, who is my Father, has never lost a single battle. Oh. If God is my Father and He has never lost a battle, I will declare and I decree, you will not lose the one you are fighting. I say you will not lose the one you are fighting. I say you will not lose the one you are fighting. If you believe it, shout hallelujah. People may judge you because of the way you appear in the race. People may judge you because of the way things are happening around you. But I came to tell you, things will not determine your victory. Yeah. You are born in a family of victorious people. You will win. I said you will win. I said you will win. Look at another neighbor. Be in my family. We don't lose. That is our slogan. We have seen it. We enjoy it. We live it daily. We don't lose. And I declare today again, you will not lose. Hallelujah. So, as I was looking at people who were down, but they were brought back to the game, I came to find that many people in the Bible, they were down just like you and I. Situations of life took them down. They were completely devastated. Yet, they focused on their victories and they won. Yet, they never gave up on the God of heaven and they won. Hello. I was reading in the book of Luke 8. I will not read now. You'll go and read home. Luke chapter 8, verse 26 to verse 38. Hello. 26 to 48. I got there 3 stories that transformed my view of things. When God revealed some few things there to me, I realized that victory was meant for me and I will win. Destiny that the Lord has given me, no one can take it away. The first story I saw among the 3 is the story of the possessed man from the Gadarenes. You will find that story there. The Bible says that there was a man from the city of the Gadarenes. Hello? In that city of the Gadarenes, there was a man who was possessed by demons. And that man used to run up and down around the graves, kicking people away from burying their own people. And he became the news of the city that if you go to bury on that side, you will be kicked out by a guy. People tried to offer him assistance. Hello? People tried to offer him assistance, but they could not. The Bible says, for many times they chained him, but he broke the chain and he chased them away. So his work was to use stones
Hello? And the other instrument, kujichana, kujiumiza, kumwaga damu. Because he could not find people kuumiza, anajiumiza peke yake. Hello? Now, hiyo ikafanya watu wa mji wakagive up on him. The same way some of the people have already give up on you. The same way marafiki wengine wanakuangaliaga tu, wanacheka na wewe kukuweka kamoyo, lakini wanajua you are already finished. Your story is gone. Nikakicheko tu kwa kukuonyesha mnatembea pamoja, lakini wamesha give up on you. I came to tell you, people may give up on you. Heaven has not yet. I say heaven has not yet. Nasema mbingu hazijakuachilia. Mbingu zitakufanyia kitu. So what I realized ni kwamba people, when they give up on something, they look for a way to live with it. Which means you become a permanent problem. So because you are a permanent problem, they create a way to survive with you. Some of the people here, they have diseases that they have been told by the doctors that they are permanent. So they have created a way to survive with them. I declare today will be the end of those diseases. I said today will be the end of those diseases. Nasema leo itakuwa mwisho ya hayo magonjwa. Kama unaamini sema hallelujah. Kila shida ulioambiwa haiwezi kuondolewa kwa maisha yako kwa sababu imekuwa permanent. Nitaleta leo permanent solution. Nasema kutakuta permanent solution. Jehova ndiye permanent solution. Ataguza maisha yako na shida zako zitaondoka leo. Kama unaamini sema hallelujah. Watu wanakutia moyo kwa sababu wanaamini shida zako haziwezi tena kupata solution. I came to tell you there is a solution today. I said there is a solution today. So they started learning on how to live with him. Wanajifunza, wanajua ya kwamba huyu tutaishi naye namna hii. Umeshaona watu wanaanza kukupangia. Aseme hiyo magonjwa yake inahitaji asubuhi akunywe chai bila sukari, alafu mchana mmpeka chakula kakumshikilia, asipokula atashake. Na ikifika jioni mhakikishe nakataa leo kwa jina la Yesu. Nasema nakataa leo kwa jina la Yesu. Hautaishi chini ya mipangilio ambayo sio ya kimungu. Hallelujah. Amen. You may be down, but today you are coming up. I said today you are coming up. I said today you are coming up. Oh, mtoto wangu una akili sana, lakini kwa sababu sina uwezo ufanye biashara, nakataa kwa jina la Yesu. Kusoma atasoma. Amen. Kumaliza atamaliza. Kuendelea ataendelea. Kama unaamini sema hallelujah. You are just down, you are not out. Huyo ndugu walijua hivyo. But kitu hawakukumbuka kwake ni kwamba hata kama wamemuona a permanent problem, he was born in a prophetic family and with a prophecy on his destiny. They never knew that. And I know you too are asking yourself, Pastor, why that? When you go back to the book of Genesis 49, verse 19. Can somebody open it quickly? Genesis 49:19. Mwanzo sura yake 49 mstari wake wa 19. Hello? You will realize something that many people don't know about that guy. Have you opened it? Pastor Alfred, I'm waiting for you. John Muller, have you gotten it? Read it. Genesis 49:19. God. Remember that is the seat of the Gadarenes, which means the children of God. Listen now. God, a troop shall tramp upon you. God, a troop shall do what? Tramp upon you. Shall tramp upon you. But he shall triumph at last. But at last you shall triumph. Yakobo anaongea na mtoto wake anaitwa Gadi. Anamwambia kundi jeshi litakukumba,
lakini kwa mwisho kila wakati utakuwa ukiwashinda. Sasa huyu mtoto anazaliwa kwa ukoo wa Gadi, ambayo hata wakikumbwa hawamalizaki wakiwa wamekumbwa, wanamalizaga wakishinda iliyowakumba. Sasa huyu amekuja akakumbwa. Biblia inasema Yesu alipomuuliza wewe ni nani, akasema naitwa Jeshi, kwa sababu ilikuwa ni mapepo nyingi zimeungana zikamkumba. Lakini kulikuwa na unabii juu ya hawa watu ya kwamba hata kama pepo zinaweza kuwakumba, kwa mwisho watatriumfa, kwa mwisho watashinda. Look at the neighbor, you are prophetic. Help me. Look at the neighbor, you have a prophecy, you are prophetic. I came to tell somebody, hata kama mambo ni magumu, neno la Mungu juu yako, ahadi ya Mungu juu yako itatimilika kwa jina la Yesu. Nasema itatimilika kwa jina la Yesu. Nasema leo ahadi ya Mungu itimilike kwako. Na jeshi kubwa litakumba Gadi, lakini kwa mwisho atashinda. Na huyu alikuwa amezaliwa kwa mji ya Gadarenes, maana yake kwa ukoo wa Gadi, na akakumbwa na jeshi kubwa. Na alipokumbwa na jeshi kubwa, watu wakasahau unabii juu ya watoto wa Gadi, wakaanza kuona magumu. Watu wengi kwa maisha yako hawajui ulikutana na Mungu wapi, wanaona lile unapitia saa hizi, hawajui unabeba neno gani. Leo ninatangaza, baada ya wao kuongea, neno lililo juu yako lichipuke na lifanye kazi. Unabii wa Mungu juu ya maisha yako ujidhihirishe kama unabii. Sema haleluya. Unajua watu huwa wanakuwa marafiki wakati mambo yako sawa. Unahitaji saa zingine kuingia kwa mambo ambayo yanakaa magumu kidogo, ndio ujue rafiki ni nani. Kuna wale ambao wanakupenda juu ya chakula, kuna wale wanakupenda juu ya connections, kuna wale wanakupenda juu ya mchango wako, kuna wale wanakupenda juu ya kumanipulate tu ukue among the numbers. Lakini ukipata magumu wanakimbia. Sasa Mungu uruhusu sometime magumu yaje ili yakufunulie nani ndiye nani. Ujue hawa wame give up quickly, hawa hawana tena mwelekeo na mimi, hawa wameanza kuniongea vibaya. Mwingine atakuta kwambie mambo kama haya yakitokea, maana yake umefanya dhambi. Sasa Biblia ni mtoto wa Mungu, magumu si dhambi. Kupata shida sio dhambi. Kuwa katika magumu sio dhambi. Ni matokeo ya dunia. Lakini utakumbuka ya kwamba katika kila matokeo ya dunia pana ushuhuda, kwa sababu hatupigani tushinde, tunapigana ndani ya ushindi. I say we don't fight to win, we fight in victory. He conquered a long time ago, we are enjoying his victory. So God alikuwa amekufa, lakini unabii ulikuwa hautakufa. Watu wake walikuwa wanatembea ndani ya unabii, na watu wakafikiria imekwisha. Lakini kwa dakika ya mwisho Yesu akamfungua. Haleluya. Unabii ina nguvu. Yesu alikuwa anahubiria watu zaidi ya 5,000, lakini unabii ya Gadi ikamvuta, akafanya vitu ambavyo utaelewa leo. Moja, Yesu hakuwa na meli yake. Akitumia meli manake alikuwa na haya. Kwa hivyo ilibidi ahaye meli, aingize wanafunzi ndani. Ilibidi kwa njia atulize Zoruba, kwa sababu Zoruba ilitaka kuwamaliza. Angalia vitu ambavyo vinapiganisha unabii. Yesu ndiye Yesu, anaenda kutimiliza unabii wa mtu, lakini Zoruba haimpei nafasi. Akilala Zoruba inainuka. Na ninakuja kukutangazia, haijalishi nini na nini inainuka kwako, unabii wako utatimilika. Nasema unabii wako utatimilika. Haijalishi ni nini inataka kukufungia njia, unabii wako leo utatimilika. Kama unaamini sema haleluya. So Jesus had to leave all those things. In number 3, Biblia inasema akamuvika nguo. Manake walikusanya nguo, wakaenda wakanunua mavazi, wakasema Yesu akasema, "Wewe Yuda, nunua mavazi." Yuda akasema, "Kai, Yesu anatupeleka wapi leo? Where are we going?"
Mahali tumenunua mavazi, tumeacha mahali kuna watu wengi tumenunua mavazi, na walipoenda wakifika mwisho ya safari, instead waingie mjini, wakaona wanaanza kupanda makaburini. Wanajiuliza, Yesu kichwa yake iko sawa? No. He may be one person, but he carries a prophecy for a long generation. Many years ago, a word was spoken, and that word had to be fulfilled. You may be one, you will cause heaven to move mountains. I say you may be one, but you will cause heaven to move mountains. Usitafute mpaka muwe wengi wenye shida yako, ili kwamba mseme tumekuwa wengi wenye hii shida, utuponye sasa. Uko peke yako, lakini mbingu itatikisa milima juu yako. Nasema leo mbingu itikise milima juu yako. Nasema leo mbingu zisitulie mpaka upate suluhisho wako. Kama unaamini sema haleluya. Haleluya. So nikaona huyo ndugu alikuwa ameachiliwa, mbingu zikamkumbuka. Kila aliye hapa ambaye anahisi yake imefika mwisho, nina ujumbe kwako. Unaanza sasa. Nasema unaanza sasa. Mbingu inaanza na wewe sasa. Mahali ulikuwa umevunjika moyo ukaona ya kwamba imeisha, ujue ya kwamba leo mbingu itaanza na wewe. Kama unaamini sema haleluya. Nikashuka chini kidogo hapo tu kwa Luka 8, nikapata historia ya mtu wa pili anaitwa Jaira. Sema Jaira. Yesu alipotoka huko, Biblia inasema akirudi akitembea akakutana na mtu anaitwa Jaira. Na huyu Jaira alifanya nini? Yesu alikutana na umati, na akiwa katika umati wa watu, Jaira akaja kwa Yesu. Akasema, mimi ni mkubwa wa sinagogi, nitapata nafasi ya kumuongelesha hata kama yuko ndani ya watu. Jaira akaja akamwambia, Bwana, msichana wangu ni mgonjwa. Suluhisho ya magonjwa ni nini? What is the solution of sickness? Healing. So Jaira came for healing. Jaira alikuja kuomba uponyaji. Na Jaira alipofika akamwambia, Bwana, msichana wangu ni mgonjwa. Lakini Yesu hakupay attention. Akaendelea kusikiza watu wanaongea. Sikiza Biblia, si mtoto wa Mungu. Ukiona mbingu hazijakuangalia, usifikiri hazina jibu yako. Zina jibu yako. Zinapatia watu nafasi wafikirie umeshushwa. Zinapatia watu nafasi wafikirie umesahaulika. Watu wakaona Jaira, Yesu hampay attention. Yesu yuko busy tu anasikiza watu. Wengine hata wamwambie kitu. Bwana Yesu, Bwana wangu. Jaira iko na problem, iko serious. Lakini Yesu ampatia attention. Jaira alipo-insist, mtu akaja nyuma ya Jaira akamguza akamwambia, hata kusumbua mwalimu, msichana wako amekufa. Okay. Hiyo neno msichana wako amefanya nini? Amekufa. Haikuingia kwa sikio ya Jaira peke yake, ikaingia kwa sikio ya Yesu pia. Yesu akageuka, akagundua sasa, I was not today planning to heal your daughter. I was planning to give you a bigger testimony. Sometime Mungu anakuachilia upitie kitu ili kwamba ushuhuda wako uwe kubwa kuliko wengine. Nasema kuna muda unapitia mambo ili kwamba ushuhuda wako uwe kubwa kuliko wengine. Mbingu ikupe ushuhuda leo. Nasema mbingu ikupe ushuhuda leo. Nasema Jehova akupe ushuhuda leo. Kama unaamini sema haleluya. Jaira alipovunjika moyo, ndio Yesu akamwangalia. Akamwambia Jaira, usiogope. Msichana wako atafufuka. Twende kwako. Na hiyo inanipeleka mara moja kwa historia ya mtu wa tatu kwa hiyo andiko ambalo nakwambia. Luka sura 8. Walipomwambia tu msichana wako amekufa, Yesu akamwangalia, usiogope. Msichana wako ataishi tena. Yesu alipomwambia tu hivyo, mama mwingine, Biblia imetaja hata jina, haimjui. Alo, mahali popote Biblia haijataja jina ya mtu, inamaanisha Biblia inakuachia nafasi uweke jina lako hapo. Mahali popote Biblia haitaji jina ya mtu, inakuachia nafasi uweke jina yako hapo. Mwandishi alijua Jaira, na mwandishi
alijua huyo wa Gadareni, lakini akaomit jina ya huyu mama, ili kwamba uelewe ya kwamba huyo Mungu aliyekumbuka huyo mama anaweza kukukumbuka hata wewe. So that woman realized that something has been said. What was the problem of this woman? Number one, iliyokuwa mambo ya kawaida kwa watu wengine ilikuwa shida ya huyu mama. Hello? Blood to women is not a sickness. It's a normal thing. But when it came to this woman, it became a problem. Today I came to speak to you that anything that the enemy has planted in you that is supposed to be normal and it is abnormal, after this service it will be corrected. I say after this service it will be corrected. I say after this service it will be corrected. If you believe it, shout hallelujah. Hallelujah. Ilikuwa shida ya kawaida. Kwa watu wengine ilikuwa kawaida, lakini kwa huyu mama ilikuwa magumu. Cha pili, katika desturi ya Israel ni kwamba mtu anaye shida ya damu hafai kuwa kati ya watu, awekwe kando. Kwa hivyo huyu mama kwa miaka 12 alikaa kando. Leo natangaza utatolewa kando kwa jina la Yesu. Nasema mbingu zikutoe kando kwa jina la Yesu. Mahali watu walikuweka, mahali watu walikutupa, mahali familia ilikusahau, mahali marafiki walikuweka, mbingu itakungoa hapo, ikurudishe kwa jina la Yesu. Kitu ya tatu. Huyu mama alizunguka kwa miaka mingi, na Biblia inasema alijaribu usaidizi kila mahali. Kama wewe na mimi, kuna wakati tutatafuta usaidizi kila mahali, tukikosa tuna give up. Mungu amenituma nikwambie, baada ya kutafuta usaidizi sana, leo utaipata. Nasema leo utaipata. Nasema leo utaipata. Maombi machache nitakayoyafanya hapa yataachilia mambo ya maajabu kwa maisha yako, yataachilia mambo ya kipekee kwa maisha yako, yataachilia ushuhuda ya kipekee. Kama unaamini Mungu anaposema haleluya. Na ndio kwa maana ukawaida kwa wengine ilikuwa magumu kwa huyu mama, na ndio kwa maana ukawaida kwa wengine ikawa magumu kwa Yesu juu ya huyu mama. What was usual to others was a problem to this woman, and the reason why what was usual to other people became a problem to Jesus because of this woman. Damu ni kawaida, kuguswa pia ni kawaida. Watu kuguswa ni kawaida. Ndio kwa maana huyu mama yeye alijua, nyinyi mnaona magumu yangu kikawaida, na pia imani yangu itakuwa kama kawaida kwa wengine. Nitafanya jambo ambao wengine hufanya, lakini nitaifanya na ufunuo. Mumemguza sana, lakini hamtafuti kitu kwake. Mimi nitamguza na kitu. Kwa sababu siwezi kumwelezea. Nikimwelezea shida yangu, nyote mtaniangalia mniulize, shida gani hiyo? Hiyo ni shida ya aina gani? That is normal. Na ndio kwa maana na mimi nitafanya kitu ambao akiwauliza ni nani amenigusa, mtasema mwalimu, hiyo ni kawaida. Kwa sababu ufunuo uzaa ufunuo. Naomba mbingu ikufunulie kitu ambao wengine wanaona kawaida, ikufanyishe muujiza ya kipekee. Mbingu ikufunulie kitu ambao wengine wanaona hiyo ni kama kawaida, leo ikuzalie muujiza. Nasema leo izae muujiza. Kama unasema haleluya. It was usual to touch him, but not on that day. Why did that woman touch him? Kwa sababu alisikia anasema, msichana wako ataishi, twende. Huyu mama kagundua, msichana wake, msichana wa Yairo ana miaka 12 na magumu yangu ni ya miaka 12. Siku huyo msichana alizaliwa, magumu yangu yakaanza. Amekufa, akifufuka na mimi nitapona. Am I talking to somebody here? Am I talking to somebody here? May God remember you today. Give you a revelation that others are not getting. May you receive an idea that other people are not receiving. Mbingu zikupatie maono ambao wengine hawapati. Akagundua, miaka 12 ya huyo dada
Ndiyo miaka 12 ya magomo yangu. Maana yake katika hewa kuna muujiza ya miaka 12. Siachi nipite. Akaenda akagusa nguo ya Yesu. In the spiritual realm, muujiza ile alikuwa anaenda kwa Yairo, akaijack, akaichukua. Yesu akagundua sina muujiza ya kubeba kwa Yairo. Akauliza, ni nani amenigusa? Watu wakasema, mwalimu, sote tuko tunakuguza. Yesu akasema, hapana, kuna kuguza na kuguza. Unaweza nigusa mkono na mwingine ananiguza wallet. Yesu akagundua kuna kitu amechukua. Ni nani amenigusa? Huyo mwanamke akaja akitetemeka akasema, Yesu akamwambia, imani yako. Ilibidi Yesu atafutie Yairo muujiza wake ampelekee. Mpaka muujiza wa Yairo ukakuwa kwa lugha. Yesu akapeleka msichana wa Yairo akiongea lugha ya kawaida. Biblia inaandika, hata ukisoma Biblia inaandika, hata Biblia ya Kiswahili, hata ya Kiingereza, Yesu akaongea kwa lugha. Alipofika kwa Yairo akasema, Talita kum. Yairo akasema, hiyo ni nini? Yesu, that's the first time Yesu ananena kwa lugha. Talita kum. Walipoenda kuangalia tafsiri inasema, msichana na kuamuru, amka. Utamuombea muujiza yake ya kunena kwa lugha, kwa sababu na mimi nilihitaji yenyewe ulikuwa nayo at the time. Naomba mahali pote Yesu alikuwa anapeleka jibu yako, uipate leo kwa jina la Yesu. Mahali pote pale ambapo jibu yako ilikuwa inaenda, uipokee kwa jina la Yesu. Isikupite leo. Nasema muujiza wako usikupite leo. Nasema muujiza wako usikupite leo. Huyo mama akapata muujiza wa siku ya miaka 12 kwa dakika moja. Kwa nini? Kwa sababu alibreak protocols. Watu wote ambao Yesu aliponya, aliwaguza ama alinena. Lakini huyu mama akasema, mimi sitaki uniguze, mimi nitakuguza. Kama hautaangalia huku, mimi sijali, mimi nitakuguza. Today I came to tell somebody, may the Lord give you power to touch something in the spiritual realm with a revelation. Leo mbingu zikufungue macho. Katika anga unapoomba leo, uguze kitu na ufunuo. Kama unasikia sema haleluya. Kwa hivyo nikagundua wale watu watatu walikuwa tofauti, lakini wote magumu yao ilihitaji suluhisho ya mbingu peke yake. Haikuhitaji wanadamu. Leo mbingu ikupe suluhisho. Nasema mbingu ikupe suluhisho. Tukisa jirani yako mwambie naweza kuwa chini lakini siko nje. Nilikuja kukutangazia ni chini tu huko, utainuka tena. Usifurahi juu yangu, adui yangu ni yangu kapo mimi, nitasimama tena. Ni wapo kizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Ninakuja kukutangazia hivi mtoto wa Mungu. Hii ibada saa hizi tunaenda kuipeleka kwa ngazi ya kutoka kwa kusikia tuingie kwa ngazi ya kuona. Tutoke kwa ngazi ya kusikia tu, tuende kwa ngazi ya kuona. Kuna mambo tumesikia na ni sharti tuyaguze. Leo tutayaguza kwa jina la Yesu. Nasema leo tutayaguza kwa jina la Yesu. Nasema leo tutayaguza kwa jina la Yesu. Hii wiki mzima nimekuwa nikisoma historia ya mtu ambaye amenijenga sana. Anaitwa Bartimaeus. Sema Bartimaeus. Unajua Bartimaeus? Huyu jamaa anaitwa Bartimayo. Bartimayo inamaanisha mwana wa Timeo. Bartimayo maana yake mwana ama mtoto wa Timeo. Na watafiti wa Biblia watakwambia Timeo alikuwa mwana wa Timeni. Timeni hajaandikwa kwa Biblia, lakini unapofanya utafiti unagundua Timeni ndiye alikuwa baba ya Timeo. Na huyo Timeni alizaliwa sawa, lakini kwa miaka ya uchanga akawa kipofu. Sema babu. Baba Timayo
alipofikisha umri fulani wa uchanga akawa kipofu. Akazaa mtoto, wakamuridhisha jina ya familia, wakamuita Bartimayo. Na alipofikisha umri wa uchanga akawa kipofu. Timaini alikufa akiwa kipofu. Timayo alikufa akiwa kipofu. Bartimayo akakataa kufa akiwa kipofu. Kuna vitu ambavyo vimefuata familia yako kwa muda wa miaka. Leo utavibadilisha. Nasema leo utavibadilisha. Nasema leo utavibadilisha. Kuna vitu imefuata ukoo wako kwa muda wa miaka. Leo utavibadilisha. Historia ya Bartimayo utaipata kwa kitabu cha Marko sura 10. Utaisoma peke yako hapo. Nini ilifanyika? Moja, Bartimayo alikuwa akipelekwa, anaketishwa kando ya njia. Maana moja, Bartimayo haangelijipeleka. Wengi wetu tuko na shida kwa sababu kila mahali tunaenda huwa tunapelekwa. Leo kupelekwa inaisha. Mbingu itakuruhusu jipeleke. Nasema leo kupelekwa inaisha. Mbingu itakuruhusu jipeleke. Nasema watu wamekupeleka ya kutosha. Mbingu zikupe nafasi ya kujipeleka. Nasema mbingu zikupe nafasi ya kujipeleka. Kama unaamini sema haleluya. Angalia jirani yako, mpe high five, kumwambia nitajipeleka. Hakuna shida kama uulize mtu wa Maringo, dada yangu, unaweza kunionyesha mahali ATM ya Equity iko? Pita hapo, utaenda hivi, utarudi hapa, kama utarudi hapa. Ukiniambia hivyo mama ananiambia nirudi badiliko. Unanisumbua. Lakini wakati ninajua mahali ninaenda, sina haja ya mtu kunipeleka. Nitajipeleka mwenyewe. Unajua ukianza kujipeleka unakuwa mjuaji. Kitambo miaka imepita, miaka nyingi, singewahi kwenda Kisii na huyu jamaa. Huyu jamaa ananipeleka Kisii, ananiambia hapa kunaitwa daraja moja, ananipeleka ananionyesha hapa kunaitwa daraja mbili, ananipeleka ananiambia hapa kunaitwa Nyagohe, sijui ananipeleka ananionyesha unaona hapa kunaitwa Nyamira, ukienda hapo unaenda Kehoge, ukitoka hapa nikaanza kujifunza. Nikaanza kujua, nilipojua naanza kumwacha ninajiendea. Ukinipigia simu namwambia buda niko daraja moja, ninaelekea daraja mbili, na hivi ninaelekea sijui. Umeshakuwa mjuaji. Sihitaji tena mtu anipeleke. Nishajua njia. Naomba leo mbingu ikutoe maana umepelekwa. Ujipeleke kwa jina la Yesu. Nasema ujipeleke kwa jina la Yesu. Watu wamekubeba na spidi wanakubeba nao ni yenyewe wanataka. Kuja Pastor Alfred. Unihurumie mama, sitamgonga. Funga macho. Sitaki tulia nipiga. Kanyosi haoni mimi mwendo yangu, yeye baki na komba kumi. Kwa nini? Anapelekwa. Kuna watu wamekupeleka na spidi ya hutaki. Kuna watu wamekupeleka na mbio hautaki. Unafanya kazi lakini haikupei shangwe. Unapelekwa. Leo mbingu kutoe kupelekwa. Nasema mbingu kutoe kwa kupelekwa. Nasema mbingu kutoe kwa kupelekwa. Kuna watu tu wanakupenda. Unasikia hii sio ndio mwendo nilitaka kwenda nayo, lakini hawakupatia nafasi. Leo mbingu itakupatia nafasi ya kujipeleka. Mbingu itakupatia nafasi ya kujipeleka. Huyu ndugu alikuwa akipelekwa, na akipelekwa anapelekwa kwa njia kwa muda mchache, kisha anawekwa kando ya njia. Wengine wapite, yeye akae hapa. Hautakaa tena. Nasema baada ya leo hautakaa tena. Kando ya njia hautakaa tena. Nasema kando ya njia hautakaa tena. Nasema baada ya ibada ya leo hautakaa kando ya njia tena. Kama unaamini sema haleluya. Anakaa hapo tu huyo jamaa. Na anavaa kikote chake. Ukimpea shilingi anaweka kwa kikote. Ukimpea sijui ni samaki anaweka kwa kote. Ukimpea nyama anaweka kwa kote. Ukimpea nini, nafikiri walipofika nyumbani wakitoa ni mchanganyiko ya maajabu. Wana separate pesa na chakula, wana separate sijui nini na nini. Ni kote tu, kwa kote tu. Watu wamekunyima nafasi ya kujitilia oda ya maisha. Baada ya leo, Mungu ikupatie oda. Nasema Mungu
ikupatie oda. Nasema mbingu ikupatie oda. Nasema mbingu ikupatie oda. Watu wamekuamulia lile utakula, watu wamekuamulia lile utavaa, watu wamekuamulia lile utatembelea, watu wamekuamulia muda yenye utaamuka, watu wamekuamulia kila kitu. Na kutangazia leo mbingu ikupatie nafasi ambapo na wewe utaweka oda juu yako. Utafurahia kwa nini Mungu alikuumba. Kama unamsikia sema haleluya. Na Bartimayo alikuwa anakaa kando ya njia. Na anakaa hapo, anasikia tu watu wakipita, anasikia. Watu wakipita, anasikia. Akiomba, unasikia. Unajua hakuna watu wa magumu kama kwa kuomba. Unaomba mtu anakuambia, hawa wanajifanyaga. Na Bartimayo anajua yeye iko genuine. Lakini wanamwambia, hawa ni wakujifanya, anaomba nini? Huyu. Hawa ni matajiri hawa, ni kujifanya. Bartimayo, nisaidie. Muda wako wa kuomba unaisha. Nasema muda wako wa kuomba unaisha. Muda wako wa kutafuta usaidizi kwa watu unaisha. Muda wako wa kutafuta nani atakusaidia, wanakusaidia na matusi umeisha. Kama unaamini inua mikono yako sema huo muda umeisha. Patia Bwana makofi mazuri kwa sababu muda wako wa kuomba umeisha. Hakuna shida kama wakujua ya kwamba utaomba. Ukipita tu hivi. Nasikia alikuwa anasema amekuja. Hapa kuna magumu hapa. Tulikuwa na anko yetu ambaye anatokaga Ushago. My brother, Mungu apewe sifa kwa kuokoa watu. My brother alikuwa na roho ngumu. One of my brother mwenye yuko tu karibu yangu hapo ni my elder brother. Alikuwa na roho ngumu sana. Anakuja tu anaona anko. Utakaa hapa kwa muda gani? Kisha anakuja anatuambia, kitakaa sana. Na anakuwa na tabia ya kutuambia, unajua miguu ya mkuu inanukaka, akitoa viatu miguu yake inanukaka Ushago sijui nini. Sasa tunamchukia bure tu. Lakini yako hana kwingine kwa kuenda. Sisi tu ndio ndugu zake. Ndio tunaenda hiyo miguu yake akunuka tena kesho anakuja. Bro anamsema, baba tena anakuja. Kuna mahali wewe uenda tu kwa sababu hauna solution nyingine. Hapo tu ndio maana utapata solution. Leo mbingu itashangaza watu. Nasema leo mbingu itashangaza watu. Mbingu itafungua milango ambao wengine hawakutarajia. Ikupee ushuhuda watu kesho waliokudharau wakusaluti kwa jina la Yesu. And one day that uncle of mine nikaamua kumpatia kila kitu yangu, viatu vyote nini, nikamwambia from today on the thighs. Bro kanambia unajifanya Yesu. Nafikiri nikainua estimate yake. Hata hivi Oktoba niko na harusi Kongo. Ninajua atafika na nakataa hataingia kwa harusi. Anangojea Action amletee suti. Wapi suti ya Nairobi? Kimeshajiona sasa kiona. Mungu ikuinue mahali ulipo unadharaulika. Ikupatie heshima. Mungu ikupe heshima. Hello. Huyu ndugu alikuwa akijulikana wa kuomba. Kumbe kuna siku ataomba yule ambaye haombaji mara pili. Akiomba mara moja, anakupea sio jibu ya chenye unatafuta, lakini suluhisho kwa magumu yako. Naomba leo maombi yako isilete jibu ya leo, ilete jibu ya maisha. Kama unanisikia sema haleluya. Bartimayo anakaa kando ya njia. Akasikia kelele, sema kelele. Akasikia kelele inapita. Ni nini ilifanya Bartimayo ajue ya kwamba Yesu anapita? Ni kelele. Out of noise, he got news that Jesus is passing. Kwa hivyo watu wanaweza teta na waongee mambo mengi ambao hayakuhusu naona nao kazi. Lakini katika kuongea mengi upate unabii. Katika kukuteta wingi uelewe ya kwamba kumbe mimi ni wa maana, ndio kwa maana watu wanaweza kuniongea. Bartimayo akasikia kelele. Lakini kwa kelele akasikia jina moja ambao sio kelele. Yesu wa Nazareti anapita hapa.
Bartimayo akasema, nimekuwa nikitafuta huyo jamaa, sijawahi kumwona. Moja, mimi siishi Nazareti. Mimi na dadangu Mary tulikuwa Nazareti, alafu tukaenda Jericho. Jericho na Nazareti ni mbali. Halo? Bartimayo anaishi Jericho, kwa njia ya kwenda Jericho. Yesu ni Yesu wa Nazareti. Bartimayo akasema, siwezi kumfikia kwa sababu hata mimi na upofu wangu siwezi kufika huko Nazareti. Lakini kuna kitu moja in common mimi na yeye. Mimi Bartimayo ni mwana wa Daudi, na huyo Yesu ni mwana wa Daudi. Hata kama siko wa Nazareti, lakini tuna kitu inatuunganisha. Hata kama wewe si Myahudi, wokovu inatosha. Nasema wokovu inatosha. Hata kama haukuzaliwa kwa hizo mafamilia za wenye wanajijua ndio kina nani, wokovu inatosha. Muungano wako na Kristo ni kupitia wokovu. Utakapomuita leo kwa majina yako ya ndani ya wokovu, majibu yako yanakuja. Ndio Bartimayo akasikiza, akaanza. Hakuita mwana Yesu wa Nazareti, hapana. Akasema Yesu mwana wa Daudi. Nitamuita hiyo yenyewe tunajuana kwa mimi na yeye. Ajifanye hanijui kwa sababu siko wa Nazareti, lakini hata kataa na mimi niko wa Daudi pia. Halo? Kuna kitu taambia Yesu ambao jirani yako hawezi kumwambia. Kuna maombi naweza omba hapa, hata wakulipe uiombe huwezi kuomba kwa sababu Yesu hajawahi kukufanyia hiyo. Ni mimi tu nimeshifanyia. Kuna kitu taomba leo very specific mbele ya mbingu, na mbingu itaitenda. Nasema na mbingu itaitenda. Akamwita Yesu mwana wa Daudi. Yesu akatembea. Sasa sikiza mahali mambo yanafikia. Alisikia habari za Yesu kupitia kelele, lakini wenye wanafanya kelele wao wanamwambia, nyamaza, unapigia mwalimu kelele. Nyinyi mnafanya kelele, lakini mimi nikiongea mnaita kelele. Matokeo ya watu kila wakati ni kwamba hawataki wewe ufanye kenye wanafanya, hawataki ufikie kenye wamefikia. Baada ya leo maombi yako yatajibiwa, hata yakinyamazishwa namna gani. Nasema wale waliotaka wakunyamazishe hawatakunyamazisha tena. Pata jirani yako haifa kumwambia, I will not give up. Tell your neighbor, I will not give up. Sitavunjika moyo mimi. Nyinyi mseme kenye mnataka. Sitavunjika moyo mimi. Anajipendekezaga sijali. Anajionyesha sijali. Unajua kuna mtu huwa hatoi, lakini akikuona unakuja kutoa hapa mbele. Ndio wale wa kujionyesha. Anaenda sasa kutoa. Kuja hata utembelee hiyo kiatu hivi. Na ukifika hapa mbele uiweke na style. Kwanza naona kama tutaanza kutoa na kawimbo. Nakapikia hivi, nakazungukia hivi. Ni wewe. Niache. Ukinikuta ninatembea, unataka nitembee kama wewe? Una miaka 20 na unataka kutembea kama mzee. Niache nitembee na elegance. Niache nijinyooshe. Niache nisikie vizuri. I'm not talking to somebody. Wewe usione tu wewe tu ndio unafaa kufanikiwa. Hata mimi naweza kufanikiwa bwana. Usione ni wewe tu ndio unaweza kufanya harusi. Hata mimi naweza kufanya harusi bwana. Usione ni wewe tu unaweza kununua gari. Hata mimi naweza kununua bwana. Kama unanifikia sema ndio. Nyamaza, unafanya kelele. Kelele ni wewe. Acha nifanye kelele zaidi. Unajua nimepitia nini? Magumu yangu yote wewe umekuwa ukikula raha. Magumu yangu wakinipeleka kwa mkono, wewe unatembea kwa barabara. Wakiniongelesha wewe haujui ninaliliaga wapi. Wewe unajua machozi ya kipofu inatokea wapi? Unajifanya hapo ase unanielewa. Unajua mahali kipofu analiliaga. Hakuna mtu anaelewa huyu jamaa. Huyu jamaa ndio anajielewa. Leo nilikuja kukutangazia, unaposifu, sifu sana. Unapoimba, imba sana. Unapotoa sana. Unapofanya kazi, fanya kazi sana. Unaposhuhudia, shuhudia sana. Ukitembea, tembea sana.
nitakula sana. Hii mchezo ya kukula 12 hapa na kiugali hivi na maji, kataa kwa jina la Yesu. Kula sana. Nasema kula sana. Wanakuuliza hii ni nyama ya nini? Hii ni nyama ya nguruwe, hii ni nyama ya mbuzi, hii ni matumbo, hii ni mahindi. Utamaliza yote wewe. Nitakula kidogo kidogo. Kula sana. Usianipeleka out kisha utarajiwa niambie nitakula. Bongo yako wewe. Ukinipeleka out acha nichague. Nitasema niangalie huko pork chop. Yenyewe iko ndani kwa asali na tena pia imechomwa vizuri, imetengenezwa vizuri. Na uhakikishe kama sio pork chop ni chop rib, pork rib, unahakikisha iko vizuri. Usiniletee na michele, sitaki michele, uniletee. Siwezi kula ugali nyumbani na nikula ugali kwa hoteli. Naona vitu vingine vizito. Mpaka unaangalia mfuko wako unasema hii ni ya mwisho na kupeleka out. Hamuna shida lakini nimetandika. Bwana. Wengine wamefanya kelele, hata na mimi nifanye kelele bwana. Alo? Kama unapiga sema nasikia. Mungu akupe neema, wasikunyamazishe. Watu wamezoea kukunyamazisha sana. Baada ya leo wasikunyamazishe tena. Nasema baada ya leo wasikunyamazishe tena. Nasema baada ya leo wasikunyamazishe tena. Unajua kuna mahali Mungu anaweza kukufikisha hata mwenye anakunyamazisha anakushangilia. Niliwaambia 208 nilialikwa kuhubiri Times Tower. Alo? Ofisi ya nani? Ya KRA. Nilikuwa nikifika kwa mlango mchana na wapi? Unaenda wapi? Mimi mhubiri. Anaangalia ghorofa ile inaingia. Anaangalia mashavu yangu. Anaangalia injili. Anaona ni vitu tatu vingiani. Ni vitu tatu vifanani bwana. Kwa huruma. Ananiambia ingi. Leo nikienda hapo. Nitumbo mbele tu hivi nasikia. Welcome sir. Babweshi. Kuna mahali Mungu anakupeleka ambapo hauhitaji tena kujitesa. Identity yako itajiongelea. Naomba watu wasikunyamazishe tena. Nasema wasikunyamazishe tena. Waliokunyamazisha wasikunyamazishe tena. Kelele yako sio kelele. Kelele yako ni maombi. Unapoomba sio kelele. Majibu yako yanakuja. Halo? Hiyo 208. Walikuwa wananiambia ukipita KCC. Pita haraka. Na usiende hiyo sehemu ya parliament. Huko wamezika Kenyatta, usipite huko. Walikuwa wanatutesa sana. Foreigners they had problems. Na unapita, hata ukipita Kenya, Nairobi, ukipita. Takazikiri taki kuangalia na polisi. Mungu funga macho ya polisi, funga macho ya polisi, funga macho ya polisi. Mungu abadilishe historia ya mtu hapa. Nasema Mungu abadilishe historia ya mtu hapa. Mungu ibadilishe historia yako leo. Mungu ikupatie historia mpya. Kama wewe ni mmoja wao sema haleluya. Last month mimi na msomo tuliingia KCC. Unajua ni competition ya hapa. Hapa hivi. Na sote tulikuwa kwa masuti. Hawajui nani analeta nani. Ni masaluti tu. Nilikuwa natembea pole pole. Nikilipisha hiyo miaka. Ya kupita hapo ikera. Pole pole. Wananiuliza pastor, unataka tu kuvisit hapa nje? Sema no, uko juu.
Hiyo ilikuwa floor ya ngapi? 30. 27. 24 huko. Tulienda tukafika, nikazunguka huko tu, nikakuwa nasema hapa walikuwa natuambia ukishika picha hapa utajua. Sikiza Biblia, si mtoto wa Mungu. Kuna mambo mengine ya kawaida kwa wengine sio kawaida. Mbingu ikubadilishe historia. Nasema mbingu ikubadilishe historia. Nasema mbingu ikubadilishe historia. Tulipomaliza nilishuka nikamwambia mzee, finish with the security there, I will call you back. Nikatoka. Akaniambia, yes, pastor. Nikamwambia, I will call you back. Nikatoka, walikuwa wamenipatia mtu mmoja wa kutuchunga, nikamwambia, kijana kuja. Nifikisha kwa gate. Nilipotoka kwa gate nikajinyosha, nikasema, wapi nitakulia lunch? I need lunch because hii mambo inaonekana ni mazuri. Kajasho kembamba kazuri. Hello, I came to tell somebody today, where you are hautakufia pale. Na mahali watu walifikiria utaishia, ulikuwa chini peke yake, bado game inaendelea. Mbingu ikuinue, mbingu ikubadilishe historia, mbingu ikutengeneze, mbingu ikufanye mpya. Kama unaamini, kama haleluya. Bartimayo akakataa, si nyamanzi, akashout, mwana wa Daudi. Biblia inasema Yesu akasikia, akasimama, alafu akageuka, hakurudia. Haleluya. Kuna mambo Yesu hatarudia kukufanyia. Ataamurisha wale waliokunyamazisha wakulete kwake, kwa sababu sasa muda wa sharap umeisha. Ni muda wa cheer up. Sharap is over. I say sharap is over. It is now. Cheer up. He is calling you. Cheer up. You told me shut up yesterday. Today you will tell me cheer up. You told me shut up yesterday. Today you will tell me give up. Stand up. Yes. Why? Because you are not the one calling me. He is the master calling me. The same one you are following, he is calling me now. Wao wote walikuwa wanafuata Yesu, lakini Yesu anafanya nini? Anatembea. Yesu akasema, walikudharau kwa sababu huwezi kunifuata. Sasa mimi nitakungoja. Wao nilitembea, wewe nitasimama. Naomba mbingu ishangaze watu kwa maisha yako. Nasema mbingu ishangaze watu kwa maisha yako. Yesu akasimama, akasema mlete. Na alipokuja, Yesu akamwangalia, akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Akamwangalia, akamwambia, Bwana, nataka kuona. Sio nataka pesa, sio nataka vingine. Kuna kitu moja Mungu atakufanyia ambayo itajibu mengine yote. Huyu jamaa alijua kitu moja. Nikiomba pesa, watu wananipeaga pesa. Nikiomba Yesu anisaidie tutembee na yeye, natembeaga na watu. Anipe macho, niache kuwa mzigo ya watu. Baada ya ibada ya leo, hutakuwa mzigo tena. Nasema baada ya ibada ya leo, hutakuwa mzigo tena. Cheo ambao umekuwa ukitafuta, uipokee leo kwa jina la Yesu. Kazi ambayo umekuwa ukitafuta, uipokee leo kwa jina la Yesu. Biashara ambayo umetaka kuanza, uipate leo kwa jina la Yesu. Familia ambayo imekusumbua, ipate suluhisho leo kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako tuombe. Simama kwa miguu yako na anza kuambia Bwana, nimekataa kuchoka, nimekataa kugive up. Weka mikono yako pamoja. Anza kuambia Bwana, nimekataa kugive up. Open your mouth and pray. Come on, somebody start praying now. Tell God, I have refused. I'm not giving up. Whatever situation I'm facing, I am not giving up. Kuchoka sitachoka. Come on, somebody. Open your mouth and pray now. Speak to him now. Speak to him now. Hallelujah. Lift up your hands before the Lord. Say, dear Lord,
Confess as you believe it. Dear Lord, I come to you. I need you more than ever before. Today, I declare and I decree that I was down, but I'm coming up. I am coming up. As you put those hands together, confess you are coming up. 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 Confess it now. Declare it now. You are coming up. Declare you are coming up. Declare you are coming up. Declare you are coming up. Oh, Rebosha mama mama mama. Rebosha tele rebosha. Rebosha kayanda rebosha. In the name of Jesus, you are coming up. You are coming up. Lift up your hands and say, dear Lord, I declare and I decree that my problems are over. Today, I will not make circles anymore. Break every circle now. 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 In the name of Jesus, every circle of your life that has been tormenting you, you have been making circles. I declare they are over now. I declare they are over now. I declare circles 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 are over now. Lift up both hands before the Lord and say, dear Lord. Say, dear Lord, today I arise against the spirit of stagnation. Today I command you, spirit of stagnation, go, 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 go. And you put those hands together. Command the spirit out of your life. Command the spirit of stagnation out of your life. Out of your life. Out of your life. Out of your life. The spirit of stagnation, go, 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 go. Lift up your hands. Say, dear Lord, what killed my people will not kill me. What tormented my people will not torment me. Dear Lord, today I am touching you and my life will never be the same again. Today I rebuke every disease, every sickness, every poverty that has tormented my family. Open your mouth and chase it away. In the name of Jesus. 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 We chase away every poverty. We chase away every disease. We chase away every sickness in our families, in our bloodlines. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lift up both hands before the Lord for the last prayer. Say, dear Lord, every spirit of near breakthrough disappointment, every spirit of near breakthrough disappointment, I arise against it. Today, by fire, by thunder, I declare I will break through. I will break through. Even I am breaking through. I am breaking through. Declare your breakthrough now. Declare your breakthrough now. In every area of your life. Declare your breakthrough now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You're breaking through. 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 Nani alikwambia kazi yako inaisha na kutangazia kazi yako haitaisha? Nani alikwambia hutaolewa na kutangazia harusi inakuja? Nani alikwambia hutacheka na kutangazia utamaliza ujenzi? Nani alikwambia biashara yako itaisha na kutangazia itaendelea? Nani alikwambia utakufa na kutangazia utaishi? Na kutangazia utaishi? Juu yako watu wako wapone. Juu yako familia yako ipone. Juu yako
watu wenu wapate suluhisho ambao wameitafuta kwa miaka. Inua mikono yako juu, uambie Bwana asante, ambia Bwana asante. Tell the Lord thank you, tell the Lord thank you. Father thank you, Father thank you, Father thank you for elevating me. Father thank you for giving me victory. Father thank you for remembering me. Oh, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, kwa sababu ushindi ni wako, uweza 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 ni wako. Shangilia Bwana kwa makofi, shangilia yeye zaidi, shangilia yeye zaidi. Can you turn to a neighbor and give your neighbor a high five? Tell a neighbor, breakthrough in Jesus' name. Tell your neighbor, be elevated in Jesus' name. Tell your neighbor, be blessed in Jesus' name. I declare this coming week, the Lord will remove people, but he will not remove your name. I say people may change in your area, people may change in your place of work, people may change wherever they are, but your name will not change. I say your name will not change. I say your name will not change. I say your name will not change. Your name will be elevated. Your name will be elevated. Every spirit of death that was sent against you, by fire, by thunder, I chase it away. I chase it away. I chase it away. I chase it away. Lift up your hand and say, dear Lord, I declare and I decree, premature death is not our portion. It's not our portion. I and my family, I and my people, I and my friends, we shall live long. We shall live long. We shall live long. We shall live long. Celebrate the Lord. Oh, come on, somebody. Can you make a step, prophetic step, and confess that I am prosperous? I am. Just move elegantly, and you pray, you speak. I am prosperous. Just move elegantly. Declare, I am prosperous. I am blessed. I am blessed. I am prosperous. Whatever the enemy has been taking, I declare the Lord has restored. I am prosperous. I am prosperous. I am prosperous. I am blessed. I am blessed. Come on, somebody, celebrate him better for your prosperity. Last prophetic prayer. Everyone, you will sit comfortably in your seat. Sit comfortably. Sit comfortably. Then confess and say, I declare and I decree that no one, no opposition, no change, no power can take my position. I can only go up, but not down. I cannot be elevated, but not be taken down. Where I am, in the ground floor, I'm going up. I'm going up. I'm going up. I'm going up. Stand on your feet and celebrate the Lord. Make a joyful noise to Jesus. 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 Celebrate the Lord. Celebrate the Lord. Make a joyful noise to Jesus. Glory, 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 glory. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now